السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, siku ya leo tunawaletea faida kubwa sana ya Suratul Fil. Tunawaletea faida hii kwamba jinsi gani sasa mtu anaweza akaitumia kwa ajili ya kutaka kitu kwa mtu, aidha iwe pesa au chochote kile kingine. Japokuwa leo mada yetu kubwa inahusiana kwa mtu kutaka pesa kwa mtu. Wako baadhi ya watu wana uwezo, lakini wamekuwa wagumu sana kuwasaidia wenzao pindi wenzao wanapokuwa na shida. Ziko baadhi ya familia, kuna baadhi ya watu katika familia wana uwezo, wana mali, wana kila kitu, lakini utakuta mtu mwingine yuko tayari kwenda kumsaidia mtu baki kuliko hata kumsaidia ndugu yake wa damu. Hali kama hiyo katika mazingira yetu tunayoishi haya, mara nyingi inatokea sana hali kama hizo. Au la, pengine pale mtu anapokwama sana jambo na akahitajia kitu kwa mtu kwenda kupata msaada, aidha msaada wa kifedha au msaada wa chochote kile ambacho kwamba yeye kitamsaidia. Lakini baadhi ya watu wamekuwa wagumu sana katika kosa lazima la kuwasaidia watu. Sana. Watu wa mjini wanaita bortinati. Kama mtu amekuwa mzito na ni mgumu sana, sasa kuna kilainishi unaweza kukitumia na yule mtu akalainika na alhamdulillah akakupa kile ambacho unachotaka. Sasa hiki kilainishi hiki lazima uwe na njia zake. Sasa ndio hizo njia sana kandi kueleze sasa. Yaani kile kenyewe kilainishi kina njia zake. Hizi njia ndio nataka nikueleze sasa ni njia gani ambazo wewe unaweza kuzitumia kwa ajili ya jambo hilo. Sasa ni muhimu kuzingatia na ni muhimu kulijua, itakuwa bora sana katika hilo. Ndugu yangu, darasa hili la leo ni nzuri sana, na chukua hii nukta hii nenda nayo kaitumie, alafu utakwenda kuona muujiza na maajabu yake. Na ngoja nini moja kwa moja katika topic ya leo. Nisitaki nikupotezee muda sana wa kula bando lako. Nataka nikupeleke sasa moja kwa moja ukaangalie jinsi ya kufanya, namna gani utakwenda kwa ajili ya kutaka kitu kwa mtu. Je, unafanyaje? Sasa ndio nisikize kwa makini, niingie katika mada na topic hii ya leo ili nisikulie bando lako kwa muda mrefu. Hii ni sura yenyewe inaitwa Suratul Fil, Surati Al-Fil. Suratul Fil maana yake ni sura ya tembo. Kwa wale wasiojua, labda kwa haraka niseme hii ni alamtara. Alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Hii ni Suratul Fil ambayo leo tunakwenda kuizungumza na tunakwenda kuiangalia. Kwanza kabla sija kuambia utaitumiaje, Suratul Fil unaweza kaitumia kama kinga. Kuna baadhi ya watu wanakinga mpaka majumba yao kwa kutumia hii tu Suratul Fil. Unaifanyaje? Wenyewe unasoma hii katika nyumba yako, katika sehemu yako ya biashara, katika lile eneo la kwamba unataka ulinzi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi unaisoma hii mara 70. Mara ngapi? Mara 70. Unaipiga hii Suratul Fil mara 70. Ni kinga nzuri sana hii. Au la, pengine wewe unasafiri, kama wale madereva wale wanakwenda katika misafara kama huko Kongo wapi, katika maeneo ambayo kidogo ni hatarishi, basi si mbaya mtu huyo licha akasoma adhkari zingine, akasoma dua zingine, basi na akaisoma hii Suratul Fil mara 70. Unaipiga hii mara ngapi? Mara 70. Unafikisha baada hapo unakwenda katika safari ambayo kwamba wewe unakwenda. Sikize kwa makini sana, kwa sababu kuna faida kubwa unakwenda kuipata katika hii. Lakini hii Al-Fil anaweza akaitumia mtu kwa yule ambaye mfanya biashara. Labda katika biashara yake kuna baadhi ya watu wanakuja katika njia za kishirikina. Mimi niliwahi kushuhudia katika maeneo fulani kusini huku. Maeneo ya Mtwara huko. Sisemi ni sehemu gani. Yaani kuna mtu anauza biashara, anafanya biashara, ikifika jioni basi kuna bwana mmoja alikuwa anatoka nyumbani kwake na kikapu. Alafu anakwenda kule madukani. Yaani anapita kila sehemu, lakini muda wake kuanzia saa 11, 12 ndio muda yake.
Kwa hiyo anachukua kikapu, kichwa kikapu kile anapita mle katika zile sehemu ambazo zake wanafanya biashara. Anaweza kapita dogengeni, labda nipe tena hizi, labda nipatie hiki, unampatia. Alafu kiasi gani? Kiasi anakupa pesa ile ya noti. Wewe kwa macho yako unaiona shilingi 10,000. Kwa hiyo anachukua vitu na change unampa, alafu huyo anaona. Kumbe ni mzee alikuwa anafanya kazi ya chuma ulete Sheikh. Watu wanafanya biashara, jioni mzee anakwenda kuchukua mapato. Sasa wallahi laadhimu, watu kama hawa, kama utaipiga hii suratul Fil tena ukaipiga sawa sawa kabisa, unakwenda kukomesha kabisa watu wenye tabia kama hizo. Ina maajabu makubwa sana sura hii sana. Hii unaweza ukaitumia kwa yule mtoto mdogo. Kuna baadhi ya watoto wanazaliwa alafu wanakuwa na ulimi wake unakuwa mzito kuongea. Basi unaweza ukachukua hii suratul Fil ukaisomea aidha katika maji hivi, afu ile maji yule mtoto akatumia kunyweshwa ile maji. Ukatumia kunyweshwa ile maji. Ule mtoto ambaye anakuwa mgumu katika swala zima la kuongea. Lakini hii unaweza ukamsomea mtoto ambaye mwenye matatizo ya masikio. Kuna baadhi ya watoto wanakuwa masikio yao mazito, yani amezaliwa anakuwa lakini masikio ana tatizo la masikio yake ni mazito sana kusikia. Basi unaweza ukamsomea suratul Fil katika masikio yake. Na hii si kwa mtoto, hata kwa mtu mzima yule ambaye mwenye shida na tatizo la kusikia, basi unaweza ukamsomea suratul Fil hii. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo atakuwa na usikivu mzuri kabisa na atakuwa katika hali iliyokuwa nzuri kabisa kama utamfanyia na kumsomea hii suratul Fil. Huko nilikuwa napita, sio katika mada yetu ya leo. Nilikuwa nakupa faida zingine ambazo unaweza kutumia hii suratul Fil kwa faida hizo zingine. Sasa hapa tunakwenda kuelekeza jinsi ya kupata kitu kwa mtu. Sasa mfano mimi naweza nikatoka hapa namfuata mtu fulani na shida, nataka nisaidie. Lakini nimeangalia kimazingira kwamba yule bwana nikimwendea yule anakuwa mgumu sana kutoa yule bwana. Yaani anakuwa mzito sana kutoa. Basi nitakachofanya mimi, nitakwenda mpaka kwa yule bwana. Nikikaribia ile nyumba yake, ile mfano nimekaribia nyumba ndio hiyo hapo ile nataka kuingia. Basi ndo nitaanza kuisoma hii suratul Fil. Maana alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadrid wa arsala tarmihim wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Unashia hapa tu tarmihim bihijaratin min sijil, usimalizie kulifaja'alahum ka'asima kulapana. Hapa tarmihim bihijaratin min sijil. Sasa hii pale unapomkaribia yule ambaye unakwenda kumtaka kitu, kumtaka haja, basi hii tarmihim bihijaratin min sijil utaifanya mara 7. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tena ikiwezekana mkono wako huu hapa wa kulia ufanye hivi. Una mkono wa kulia huu ufanye hivi. Wakati tunasoma tarmihim bihijaratin min sijil. Ukifika pale unampa mkono tu. Pap. Shampa mkono, basi inshallah utamwambia na shida yako. Pap. Salamu alaykum wa rahmatullah. Sheikh wangu nimekuja nimesake maelezo mengi sana. Na shida kadha. Kwa hiyo kama kutoka na kuna maongezi, kama kuna nini yafuatie baadaye, lakini ukifika tu baada ya kumpa mkono, basi utaanza kumwambia ile shida yako, jambo ambalo kwamba wewe limekuendea pale jambo gani. Wallahi anakupa Sheikh. Anakupa kabisa. Nenda kafanye. Usiende kujaribu, nenda kafanye, atakupa Sheikh. Lakini hii kwa mtu ambaye unahisi huyu ni mzito, maana kuna watu wengine wepesi tu kutoa, hata kama usipofanya haya kile anakupa. Kuna mtu mwingine amekuwa bora na atishe mpumu kweli. Yaani ukienda anakuambia bwana bora ungekuja jana bwana, nimefanya hiki, nenda nakupa Sheikh. Na hii sio pesa tu. Hii kwa shida yoyote, kwa jambo lolote ambalo kwamba wewe unalohitajia kwa mtu. Alafu ule mtu kila ukienda na kuzungusha mara kwa mara sana, basi mpigie hii alam tara Sheikh suratul Fil. Nenda kaipige hiyo wakati unakwenda katika kumhitaji kitu ule mtu, basi yule mtu atakupa. Yule umeenda kuomba kazi, umeenda kuomba nini, yule mtu lazima atakupa kile ambacho kwamba wewe unachokihitaji. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.